swali linakuja, mimi nina kuku wangu, mimi ninafuga swala, mimi ninafuga sungura, naweza kumchinja katika siku kama hii? Tutakwambia naam, utachinja tu kwa ajili ya kufurahisha familia yako na kuweza kutia njonjo katika ile biriani yako, lakini haitohesabika kuwa ni katika ibada ya udhiya. Ni lazima wawe ni wanyama ambao kwamba tumewataja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbin qad khassana bi Muhammadin wa anqadhana bihi min dhulmatin wa dayajiri. Allahumma inna nas'aluka bi fatihiyyati al-fatihi fatha tam wa nas'aluka bi khatimiyyati al-khatami husna al-khitam. Amma ba'd, ahibati fillah. Ama baada kumshukuru al-haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chake na kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kwa mara nyingine tunabudi kumshukuru al-haq subhanahu wa ta'ala kwa kutukutanisha mahala hapa kwa ajili ya kukumbushana baadhi ya yale ambayo kwamba yanahusu katika dini yetu ya Kiislamu, ikiwa tuko katika munasaba wa masiku 10 haya ya Dhulhijja, ambayo ni bora ya masiku katika ulimwengu mzima, ikiwa tutakabiliwa na ibada ya siku ya 10 ambayo kwamba tunaiita udhiya, basi tukaona tuashirie baadhi ya yale ambayo kwamba yanafungamana na ibada kama hii ya udhiya. Bimashiatillah, tunamwomba pia Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya na kukumbushana huku iwe katika mizani ya hasanati zetu, innahu waliyudhalika walqadiru alayhi. Ni udhiya, ni idhiya, ni udha, ni dhahiya. Maulama wametuambia ibada kama hii ina majina takriban 6. Waweza kuita udhiya ama udhiya, idhiya ama idhiya, ni dhuha, ni udha ama pia ni dhahiya. Ni nini ibada kama hii? Ibada kama hii ni kichinjo ambacho kwamba kinachinjwa katika siku ya 10 katika mwezi huu wa Dhulhijja, baada ya kuswali salatu al-Eid. Ndo wengine katika maulama wakatuambia ndo sababu ya jina kama hili likaitwa udhiya, kwa sababu ya ule muda ambao kwamba ibada kama hii inafanyika. Ni ibada ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama anavyoelezea Anas ibn Malik radhiallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miaka yake 10 yote aliyoishi, ibada kama hii alikuwa akiifanya. Ni nini asli ya ibada kama hii? Ndo tukirudi katika hadithi ya Zaid ibn Arqam, tunaona masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia walimuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadhihi al-adhahi, kwa nini ama ni nini hichi kichinjo? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawajibu masahaba zake akamwambia, sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam. Hii kichinjo ni sunna ya baba yenu Ibrahim alaihi salam. Masahaba wakamuuliza tena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wama lana minha, sasa sisi tunapata faida gani na kichinjo kama hichi? Rasulullah akawajibu akamwambia, bikulli sha'ratin hasana, kwa kila nywele ambayo kwamba itakuwa imechinjwa kwa ule mnyama basi ni thawabu. Masahaba pia wakamuuliza Rasulullah, fasufu, kuna wanyama wengine ya Rasulullah hawana nywele zile, wana sufu? Rasulullah pia akawajibu tena akamwambia, wa bikulli sha'ratin minasufi hasana, na kila nywele katika sufu pia mtu atakayokuwa amemchinja yule mnyama atakuwa ni mwenye kupata ujira. Kwa hiyo tunaona ni sunna ambayo kwamba baba yetu Ibrahim alayhi salam aliifanya, ambayo kwamba kisa chake ni maarufu, ambayo kwamba katika vipindi vilivyopita tayari tulishaelezewa namna Ibrahim alayhi salam alipotaka kumchinja mwanae Ismail. Ndio mmoja pia katika washairi katika kuelezea kisa hichi kizito chenye majonzi na ibra kubwa, anatuambia, fadat bil ibrati ainahu adnahu alhulmu ashqahu shaykhun tatamazzaqu mahjatuhu وتندى بالدمع لحاه ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه
Akaendelea mpaka kule mwisho akielezea namna anavyomwambia mwanawe, nataka kukuchinja, wa umirtu bidhabhika ya waladi fandhur fil amri wa ukubahu. Mtoto anamjibu akimwambia baba yake, fayujibu al-ibnu bila faza'in if'al ma tu'mar abatahu. Kwa hiyo tunaona ni sunna ambayo kwamba asili ya ibada kama hii tunamfuata baba yetu Adam alayhi baba yetu Ibrahim alayhi assalam pamoja na mwanae. Tukirudi tukiangalia ni nini hukumu ya kufanya udhiya ama ya kichinjo, maulama wanatuambia, jamhuri ya maulama wanatuambia ni sunna muakkada, kwamba ni sunna iliyokokotezwa, iliyotiliwa mkazo, kwa sababu wanatuambia katika maisha yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangu kuanzishwa kwa ibada kama hii hakuwahi kuacha kuchinja. Kwa hiyo ikawa ni sunna ambayo kwamba imetiliwa mkazo, bali kwa madhehebu ya Abu Hanifa wao wakaenda kabisa kuifanya ni wajibu, kwamba ni lazima kila ambaye kwamba atakuwa na uwezo basi ni lazima aweze kuchinja, wakistadili na hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man wajada saa, yule ambaye kwamba atapata uwezo walam yudhahi, kisha asichinje, fala yaqrab musallana, basi asikaribie musalla wetu. Ndio ikapelekea madhhabi ya Abu Hanifa kufanya ibada kama hii kuwa ni wajibu. Hapa kuna nukta muhimu ambayo kwamba tunaashiriana, ambayo kwamba katika asiri yetu kama hii, katika zama zetu kama hizi, wengi tumekuwa ni wenye kupokea, tukitaka tu kupokea nyama, tukitaka tu kupokea vya kupewa, lakini wakuta mwingine na uwezo lakini hajikurubishi kwa al-Haq subhanahu wa ta'ala kwa ibada kama hii. Nukta nyingine tutaangalia ni upi wakati wa kuchinja kichinjo kama hichi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyotuelezea katika hadithi aliyopokea Bara ibn Azib, anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba zake, awwalu ma nabda'u bihi fi mithli hadha al-yawm an nusalliya thumma narji' fa nanhar. Aliwaambia sallallahu alaihi wasallam, kitu cha kwanza ambacho kwamba tutaanza nacho katika siku kama ya leo ambayo ilikuwa ni siku ya Eid ama siku ya kuchinja, kwambia kwanza tunaanza kuswali kisha tunarudi ndo tunafanya kichinjo ama tunachinja. Ama katika hadithi nyingine anatoa man salla salatana wa dhabiha dhabihatana, yule atakayeswali kisha atachinja, fadhaka shatu udhiya, basi atakuwa ni kichinjo cha udhiya, atakuwa amepata thawabu ya udhiya. Lakini wa man dhabaha qabla dhalika fadhaka shatu lahmi, lakini yule ambaye kwamba atakuwa amefanya haraka kabla ya kuswali mathalan, basi itakuwa ni nyama tu ameichinja kwa ajili ya kufurahisha familia yake. Nukta nyingine ambayo kwamba tunaiangalia ni wanyama gani ambao kwamba wanafaa kuchinjwa katika siku kama hii. Tukirudi katika aya ya al-Haq subhanahu wa ta'ala anatuambia, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hapa ametaja bahimatu al-an'am, wale wanyama ambao kwamba ni ngamia, ima ni ng'ombe, ima ni kondoo na ima ni mbuzi. Wanyama hawa tu ndio wenye kufaha katika kufanya udhiya. Swali linakuja, mimi nina kuku wangu, mimi ninafuga swala, mimi ninafuga sungura, naweza kumchinja katika siku kama hii? Tunakwambia naam, utachinja tu kwa ajili ya kufurahisha familia yako na kuweza kutia njonjo katika ile biriani yako, lakini haitohesabika kuwa ni katika ibada ya udhiya. Ni lazima wawe ni wanyama ambao kwamba tumewataja. Na wanyama kama hawa maulama wakataja sharti zake, si kila mnyama tu atakuwa ni mwenye kuchinjwa. Kwanza wao wamefikia haddi ama kiwango cha miaka ambao kwamba imetajwa, ambao kwamba maulama wakataja ngamia awe amefikisha miaka 5, ng'ombe awe amefikisha miaka 2 na kuendelea. Katika kondoo awe katika madhehebu yetu akatuambia ni mwaka 1, lakini wengine wakasema hata miaka 6 atakuwa tayari ameshafikia. Lakini pia vile vile katika mbuzi wakatuambia awe na miaka 2, wengine wakasema pia hata ni mwaka 1. Hii ni katika upande wa miaka. Lakini sharti nyingine, wanyama kama wale wawe wameepukana
na aibu yoyote, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba mnyama al-aura al-bayyin auruha al-ajfa allati la au al-maridhi allati al-bayyin maraduha, na zile alizozitaja Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwamba mnyama yule asiwe amekondeana, asiwe ni amekatika mguu, yani zile aibu ambazo kwamba zitapelekea yule mnyama kukosa ile sifa ya udhiya. Nukta nyingine ambayo kwamba tutaashiria, je, watu wangapi wanaweza kushirikiana katika vichinjo kama hii? Wakatuambia maulama kwamba katika ngamia na ng'ombe waweza kushirikiana hata watu 7. Yani ngamia na ng'ombe wanaweza kukusanyika watu 7 wakanunua ngamia ama wakanunua ng'ombe wakashirikiana katika ibada kama hili. Lakini katika mbuzi na kondoo ni lazima anatosheleza kwa mtu mmoja tu. Kisha tukiangalia nukta nyingine ambayo kwamba pia ni ya muhimu, je, pale tunapochinja nia yetu inakuwa ni gani? Kwa sababu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama alivyoelezea Anas radhiallahu anhu, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabishaini amlahaini aqranaini. Rasulullah alichinja na yeye akachinja wanyama ambao kwamba wenye sifa, wamenona, wenye nyama, lakini pia vile vile wenye pembe, lakini pia vile vile ambaye waliochinja kwa mkono wake mwenyewe Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo tunaona kwamba Rasulullah alichinja, lakini je, nia yake katika kuchinja ilikuwa nini? Akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma hadha anni wa an ummati. Alichinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia vile vile hakutusahau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye kwamba hajatuona, lakini akawaonea umma wake, akajua kwamba kuna wale ambao kwamba watakuja katika umma wangu watakuwa hawana uwezo wa kuchinja, basi akatuchinjia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa na huruma, kama anavyoashiria Ahmad Shawt Kibeki, Amiru Shuara, wa idha rahimta fa anta ummun au abun hadhani fi dunya huma arhamau. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na huruma isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo hapa pia tunaondoka na pointi, mzazi wako ametangulia, waweza pia ukamchinjia. Ndugu zako wametangulia, una uwezo pia waweza ukamchinjia. Na tukisema kuchinjia mtu, ile nyama hufai kuila wewe, yafaa kuitoa yote, kwa sababu ile si ya kwako. Na tukirudi katika masala haya ya kuchinja, kwamba maulama wakatuashiria kwamba ile nyama utaigawa mafungu matatu. Ile nyama ambayo kwamba utaichinja, basi utaigawa mafungu matatu. Kwanza fungu lako ambalo kwamba utakula na familia, lakini utagawa fungu la pili ambalo kwamba utatoa sadaka, kisha na fungu la mwisho ambalo kwamba utagawia majirani na mfano kama huo. Kwa hiyo tutaweza tukasema kwamba ibada hii ya udhiya ni dhahiri ya ibada, lakini kuna siri ya ibada kama hii. Ni kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia tupambane na zile nafsi zetu, tuichinje nafsi yetu kutokamana na hikdi na hasadi na maasi ambayo kwamba yanasababishwa na nafsi zetu. Allah anasema la yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazimfikii zile damu zetu wala nyama zetu, lakini kile anachokiangalia al-Haq Subhanahu wa Ta'ala ni at-taqwa kutoka katika mioyo yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmidi TV.